Kwa maelekezo yake Daktari Samia Suluhu Hassan katika siku 100 zake za muhula wake wa pili, alitutaka tuweze kuzindua mradi wa HEP2 ambao unapeleka umeme kwenye vitongoji 9,009. Mradi huu kama nilivyosema unafadhiliwa na serikali na wabia wa maendeleo Benki ya Dunia kwa 100%. Hivyo viongozi mnaombwa kuwaelimisha wananchi ambako mradi huu unatekelezwa kuwa gharama ya kuunganisha umeme ni shilingi 27,000 tu. Aidha, huduma ya wiring inafanywa na mwananchi kupitia wakandarasi halali waliosajiliwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji, yani EWURA. Na katika hili nilizungumzie kidogo. Saa zingine mtapokea malalamiko kwamba 27,000 lakini kuna mtu anasema mimi nimeambiwa nilipe zaidi. 27,000 ni katika kipindi cha utekelezaji wa mradi. Na mara baada mradi kukamilika katika eneo husika, ndani ya miezi ile 3 ya mradi kukamilika, inakuwa ni shilingi 27,000. Na 27,000 hii vile vile ni ndani ya mita 30 za eneo lile ambalo umeme umefika. Kama mnavyofahamu, waheshimiwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, vijiji vyetu kuna maeneo vitongoji vimesambaa. Nyumba iko hapa, nyingine iko kilomita 1.5 pembezoni. Sasa gharama na yenyewe inakuwa ni kubwa sana kuweza kufikisha miundombinu kule. Kwa ndani ya mita 30 ni shilingi 27,000 tu katika kipindi ambacho mradi unatekelezwa. Na waomba sana tuweze kwenda kutoa elimu hii ili tuweze kuwa na uelewa wa pamoja, ili wananchi wachangamkie fursa ya kuunga umeme pale ambapo wakandarasi wetu wapo maeneo yao. Mtu hata kama wiring amefanya sebleni tu aingiziwe umeme. Hata kama ameifanya kwenye korido yake peke yake au bafuni aingiziwe umeme, atakuja kumalizia wiring baadaye. Na katika hili ninaomba mkatusaidie sana kulisimamia. Yani kusiwe kuna namna, yani mtu kama wiring kafanya partially aingiziwe umeme. Na tunafanya kazi kwa karibu na wenzetu wa DIT ili kuweza kupata redboard ambayo itapokea umeme kwa urahisi zaidi, na pale ambapo itakuwa imekamilika basi tutakuja kuizindua ili umeme uweze kuingia kwa haraka zaidi. Mradi huu ni chachu ya maendeleo katika jamii, na mara tu mradi utakapokamilika, wananchi watanufaika moja kwa moja kwa kujiongezea kipato kutokana na shughuli za kiuchumi, kuboreka kwa sekta ya elimu, sekta ya afya ambao leo tuko hapa pia kuiangalia, na kunufaika na upatikanaji wa huduma za maji. Na tayari kwa maelekezo yake Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, wakati anatutaka kuzindua mradi huu ndani ya siku 100 zake, alituelekeza ya kwamba, na naomba mkalisimamie hili, shule zilizojengwa hizi zote katika kata zetu, katika vijiji vyetu, kuna shule za msingi nyingi ambazo pia mmezisimamia vizuri na zimekamilika. Kuna shule za sekondari nyingi, kuna zahanati nyingi, kuna vituo vya afya, vikapelekewe umeme kwenye utekelezaji wa mradi huu. Hayo ni maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Alitoa fedha nyingi katika ujenzi wa miundombinu ya shule, zahanati na vituo vya afya. Ni kuhakikisha kwamba sasa umeme unaenda kuwanufaisha wananchi na wanafunzi katika maeneo yale. Naomba mkalisimamie sana hili, na hasa wakandarasi wetu, kwamba ikiwa ni taasisi ya umma, hata kama iko nje ya ile radius, hapa nimezungumzia radius ya mita 30, ikiwa nje ipelekewe umeme.